Habari za asubuhi. Karibuni tena. Leo tupo katika boti ya Azam 7 sina uhakika. Tunaelekea Unguja katika mwendelezo wa ziara zetu za kuizunguka miji ya Waswahili. So kama unavyoweza kuona humu ndo ndani, na hili ndio daraja la economic kama unavyoweza kuona. So ungana nami mpaka mwisho. Cha msingi usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Na wewe kama uko Unguja, basi tupatane maeneo hayo, kama itakuwa Forodhani, Mji Mkongwe, Darajani, Chukwani au Mpendae na sehemu zingine. Kwa hivyo usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Tunakuja Unguja. So hii ni economic class. So mara nyingi waga sipendelee kukaa katika economic class huko ndani, napenda kupanda juu kwa sababu nahisi nitapika nikikaa ndani. Let's go up. So let's go up. Unaweza ukaona tukiwa bado tupo katika jiji la Dar es Salaam, hatujaanza safari. Hii ni bandari ya Dar es Salaam na bado ni mapema sana. Kwa upande ule kule kama unavyoweza kuona ni Kigamboni na viunga vyake. Na huku ni bandarini. Na leo hali ya hewa ni mvua kama unavyoweza kuona. So kwa huku ni juu kabisa. Waga sipendelei sana kukaa ndani nikiwa na safiri. Kama unavyoweza kuona hili ni jiji la Dar es Salaam. So tukutane Zanzibar. Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Kwa hivyo tupatane maeneo hayo ya Mji Mkongwe, Chukwani, Bububu, Mpendae, kuna Zini, Michenzani, Shangani na maeneo mengine yote maarufu. Lakini pia katika beach za Paje na beach zingine. Lakini pia unaweza kuniandikia hapo chini maeneo gani mengine ya kuweza kuyatembelea huko, na sisi tutafika kuweza ku-explore. So ndio tunaanza safari hapa. Tunatoka bandari ya Dar es Salaam na hii break ni Unguja. So ungana nami mpaka mwisho katika hii an interesting adventure like never before. Ukienda explore archipelago ya Zanzibar. Kama nilivyokuambia, tunaenda explore miji yote ya pwani. So ungana nami mpaka mwisho. Kama unavyoweza kuona, hilo ndio jiji la Dar es Salaam. Tunaliacha
stay tuned until the end. Kama uko Zanzibar, niandikie hapo chini kwenye comment gani tuweze kumit. Yeah. Karibuni Zanzibar. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Unaweza ukalowesha simu yenyewe.
kufika Zanzibar au Unguja. Hapo tunaona hali ya hewa ilikuwa mvua sana kuanzia mwanzo mpaka hapa sasa hivi tunaikaribia Unguja. Bado kama dakika 20 nadhani tutaona. Atakaye na aje. Welcome to Zanzibar. Yep. Karibu Zanzibar. Unaona this is Zanzibar. Yes, tushaingia Zanzibar bandarini hapa, so tunajiandaa kwa kushuka. Yani tuchukua kama saa moja na dakika kadhaa, kama dakika 40 hivi kuingia katika visiwa hivi vya marashi ya karafuu. So nachotaka kufanya ni kuendelea kusalia nami mpaka mwisho katika ziara yangu hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kuna mengi ya kuyaona katika visiwa hivi vya marashi ya karafuu, ambapo ni mji wa Swahili na mji wa Kiswahili chenyewe. Kama haujui, basi Kiswahili tunachozungumza kimesanifishwa kutoka katika lahaja ya Kiunguja. So tutaenda kuona mengi hapa leo Zanzibar. Tutaenda kuona mengi, cha msingi salia nami mpaka mwisho wa ziara hii. This is Zanzibar. So on my way to find my accommodations, nipo katika kutafuta sehemu ambapo nitapumzika. Nitapumzika, na nimeelekezwa kwamba
nifike sehemu inaitwa Lost and Found. Yep, so nipo hapa maeneo ya Mji Mkongwe, mitaa ya Mji Mkongwe kuitafuta Lost and Found. So tuendelee kupotea na tuonekane pamoja. Yep. Cha msingi kama nilivyokuambia, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Yeah, so this is Zanzibar for you. Yeah, as you can see, episode zipo nyingi sana kutokea hapa Zanzibar. Cha msingi wewe kaa pamoja nami, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share ili uweze kuona mengi yanayopatikana katika mji huu wa Waswahili. Yeah. Kuna historia pana sana yenye kusisimua katika visiwa hivi vya Zanzibar, na hapa nikiwa katika kisiwa cha Unguja. Yeah. So let's go tuweze kuiona hiyo Lost and Found. Yes, finally I lost and I found myself in Lost and Found hapa Zanzibar. Kama unavyoweza kuona, nipo katika hii hostel tunaweza tukaita, na hapa nipo katika balcony ya hostel ambayo nimefikia hapa na kupumzika kwa leo. Inaitwa Lost and Found Zanzibar. Hostel hii bwana ni bei nafuu sana kwa sisi ambao ni traveler wa low budget. Ni nafuu kwa Zanzibar, ni nafuu 38,000. Yeah, ni nafuu sana. Kwa hivyo nipo katikati hapa mtaa wa Shangani kama unavyoweza kuona. Hapa ndo nilipo. Yep. Na hii ni Stone Town. Yeah. So cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Nitakuwa hapa kwa siku kadhaa niki-explore in details the beautiful of Zanzibar. So stay tuned. Yeah, niko hapa leo. Naitwa Navigator Chinduli na hapa ni Shangani, Stone Town, Zanzibar. Let's go.